Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche ameposti kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram taarifa akieleza kuwa Chadema imefikisha shilingi milioni 34.8 katika mchango unaoendelea kuchangishwa na chama hicho, kiasi ambacho ni sawa na 10% ya fedha wanazohitaji. Taarifa hiyo iliyotolewa na Bwana Heche akiwa katika nafasi yake ya uongozi ndani ya Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Katika chapisho lake, Bwana Heche ameandika kuwa ni 10% ya mahitaji yao tayari imepatikana, akishauri wa Tanzania na kuwaomba waendelee kuchangia kwa kasi na bidii kupitia mchango unaoendelea na Baraza Kuu la Wananchi. Ameeleza kuwa kampeni hiyo ya uchangishaji ni endelevu na amewaomba wale ambao bado hawajachangia kufanya hivyo, akisisitiza kuwa mafanikio ya kampeni hiyo yatategemea sana mwenendo wa michango kutoka kwa wananchi mbalimbali watakaoshiriki kwa yari yao. Taarifa hiyo ya Bwana Heche kuhusu maendeleo ya michango ya Chadema imetolewa siku ile ile ambayo Bwana Heche anadhimisha siku yake ya kuzaliwa, jambo lililoonekana kuchangia kuongezeka kwa hamasa ya wananchi kuendelea kuchangia katika kampeni hizo ya Chadema. Kuanisha tarehe ya kuzaliwa kwa kiongozi huyo na tangazo la maendeleo ya kampeni ya kifedha ni mbinu inayoweza kuongeza mwitikio wa athira kwenye mitandao ya kijamii, kwani watu wengi huwa na tabia ya kutoa ujumbe wa hongera na kushiriki zaidi katika shughuli za kiongozi husika siku ya kuzaliwa kwake, jambo linaloweza kuwa na mchango wa moja kwa moja katika kasi ya ukusanyaji rasilimali za kampeni hiyo katika siku hiyo maalum. John Heche ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, nafasi ya juu ya pili katika uongozi wa chama hicho baada ya mwenyekiti na miongoni mwa viongozi wanaoshiriki kikamilifu katika shughuli za uhamasishaji wa rasilimali za chama hicho, ikiwemo mchango unaoendelea unaolenga kufikia lengo maalum la kifedha lililowekwa na uongozi wa Chadema kupitia Baraza Kuu la Wananchi. Katika muundo wa vyama vingi vya siasa nchini Tanzania, nafasi ya makamu mwenyekiti mara nyingi hubeba jukumu la kusimamia shughuli za kila siku za uongozi wa chama sambamba na mwenyekiti, ikiwemo kuratibu mawasiliano baina ya uongozi wa juu na wanachama wa ngazi za chini, jambo linalomweka Bwana Heche katika nafasi ya kutangaza rasmi maendeleo ya kampeni kama hiyo ya uchangiaji fedha kwa niaba ya chama chake. Taarifa hiyo iliyotolewa na Bwana Heche kupitia Instagram inaonyesha maendeleo ya awali ya kampeni hiyo ya uchangishaji fedha, ambapo kufikia sasa chama kimeweza kukusanya sehemu ndogo sawa na 10% ya lengo kubwa zaidi ya kifedha waliojiwekea. Kasi ya ukusanyaji fedha katika hatua za awali za kampeni kama hii mara nyingi huchukuliwa kama ishara cha kiwango ama kiashiria cha kiwango cha uhamasishaji na mwitikio wa wanachama na wafuasi wa chama husika, jambo linaloweza kuathiri jinsi uongozi wa chama unavyopanga hatua zinazofuata za kampeni hiyo. Vyama vya upinzani nchini Tanzania ikiwemo Chadema mara nyingi hutegemea michango ya moja kwa moja kutoka kwa wanachama na wafuasi kama chanzo kikuu cha ufadhili wa shughuli zao za kisiasa, tofauti na baadhi ya rasilimali zinazoweza kupatikana na chama tawala kupitia taasisi za dola, hali inayofanya kampeni za uchangiaji fedha kama hii kuwa muhimu kwa uendeshaji wa shughuli za kila siku za vyama hivyo vya upinzani. Uamuzi wa John Heche
kutoa taarifa ya maendeleo ya mchango huu siku ya kuzaliwa kwake unaonyesha mbinu ya kiuongozi ya kuunganisha matukio ya binafsi na malengo ya kitaasisi ya chama, njia ambayo mara nyingi hutumiwa na viongozi wa vyama vya siasa kuongeza muonekano na hamasa miongoni mwa wafuasi wakati wa kampeni za uhamasishaji rasilimali. Kwa kutumia siku yake ya kuzaliwa kama fursa ya kuwakumbusha wananchi kuhusu umuhimu wa kuendelea kuchangia, Bwana John Heche anaonyesha mbinu ya uongozi inayolenga kuunganisha hisia za jamii na malengo rasmi ya chama, mtindo unaoonekana pia kwenye vyama vingine vya siasa duniani vinavyotumia matukio maalum ya viongozi wao kuongeza kasi ya kampeni za uchangishaji fedha. Mchango unaendelea kuchangishwa na Chadema kwa mujibu wa taarifa ya Bwana Heche unahusisha ushiriki wa Watanzania mbalimbali wanaotoa fedha kwa hiari kupitia njia ya kielektroniki za malipo, mfumo unaowezesha wanachama na wafuasi wa chama hicho kuchangisha kutoka maeneo tofauti bila kuhitaji kukusanyika sehemu moja. Matumizi ya njia ya kielektroniki za malipo katika kampeni za uchangishaji fedha za kisiasa nchini Tanzania yameongezeka kwa miaka ya hivi karibuni, yakiwezesha vyama vya siasa kufikia wafuasi wao popote walipo nchini na hata nje ya nchi, hali inayorahisisha mchakato wa ukusanyaji rasilimali ikilinganishwa na njia za jadi za uchangishaji ambazo zilihitaji mikutano ya ana kwa ana kati ya viongozi wa chama na wachangiaji. Uwepo wa Baraza Kuu la Wanachama na Wananchi kama chombo kinachohusishwa na mchango huo unaonyesha kuwa kampeni hiyo ya uchangishaji imepangwa kama sehemu ya mchakato mpana zaidi ya kiuongozi ndani ya Chadema, unalenga kuwezesha shughuli za chama hicho kupitia rasilimali zinazotoka kwa wananchi wenyewe badala ya vyanzo vingine vya ufadhili. Kutangaza kiwango cha asilimia hiyo iliyofikiwa dhidi ya lengo kuu ya kifedha ni mbinu pia ya kawaida inayotumiwa na taasisi mbalimbali zinazoendesha kampeni za uchangishaji fedha duniani kote, ikiwa na lengo la kuonyesha maendeleo yanayoendelea kwa wachangiaji na kuhamasisha waendelee kutoa michango yao mpaka lengo kamili litakapofikiwa. Kwa kufikisha 10% ya lengo lake katika hatua hii ya awali ya kampeni, Chadema imeonyesha hatua ya mwanzo ya safari ndefu ya kufikia lengo lake kamili la kifedha, huku ikiendelea kutegemea mchango kwa hiari kutoka kwa wananchi mbalimbali wanaoendelea kujitolea kila siku, wiki na miezi inayofuata ya kampeni hiyo inayoongozwa na uongozi wa Chadema kupitia Baraza Kuu la Wananchi. Kuendelea kwa Bwana Heche kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu maendeleo ya kampeni hiyo kupitia mitandao ya kijamii kunaonyesha mkakati wa wazi wa kiuongozi unaolenga kuwapa wafuasi wa Chadema taarifa za moja kwa moja kuhusu jinsi rasilimali zinazokusanywa zinavyoendelea kukua kuelekea lengo lililowekwa. Mkakati huu wa kutoa taarifa za wazi kuhusu kiasi cha fedha kilichokusanywa dhidi ya lengo lililowekwa unaonyesha mfano wa uwajibikaji wa kifedha unaotumika na baadhi ya taasisi za kiraia na kisiasa duniani, ambapo umma unapewa taarifa za mara kwa mara kuhusu maendeleo ya kampeni ya uchangishaji rasilimali ili kuongeza imani na ushiriki wa wachangiaji, huku akiendelea kuwahamasisha wale ambao bado hawajatoa mchango wao kufanya hivyo kabla ya siku ya kampeni hiyo kufika tamati yake ilivyopangwa.